Maadhimisho ya siku ya urithi wa dunia Afrika yaliyofanyika katika makumbusho ya urithi Geopark mjini Karatu tarehe 5 Mei 2026 yamekutanisha makabila makuu manne yanayounda Geopark ya Ngorongoro Lengai, ambayo ni wa Maasai, wa Hadzabe, wa Irau na Wadatoga, na hivyo kuunganisha kutaniko kubwa la urithi wa dunia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mkuu wa wilaya Karatu Mheshimiwa Dr. Lameck Karanga amesema uwepo wa makabila hayo, historia yao pamoja na kuenzi tamaduni zao ni urithi mkubwa kwa Tanzania, na kutoa wito kwa wadau na jamii kwa ujumla kuendelea kulinda maeneo ya urithi wa dunia na kuibua maeneo mapya yatakayoingizwa katika orodha ya urithi wa dunia ili kuongeza thamani ya ubora wa kipekee ulimwenguni, outstanding universal value, na kuvutia wageni wengi zaidi. Naibu Kamishna wa Hifadhi, Utalii wa Maendeleo ya Jamii Ngorongoro, Joas Makwati, ameeleza kuwa mamlaka itaendelea kuongeza juhudi za kulihifadhi eneo la Ngorongoro ambalo ni urithi wa dunia na kulitangazia zaidi katika eneo la kipekee lenye ushahidi wa kisayansi kuhusu historia ya kibinadamu unaoeleza kuwa binadamu kwa kuthibitishwa na ugunduzi wa maasilia, binadamu wa kale na zana za mawe zilizopatikana katika bonde la Olduvai. Kwa upande wake, naibu katibu wa Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, Dr. Khamis Said, ameeleza kuwa tangu Tanzania ijiunge na UNESCO imepata mafanikio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuridhia mikataba 10 ya UNESCO, kuwepo kwa hifadhi hai za wanadamu na mazingira 6 na kuwepo kwa maeneo 7 ya urithi wa dunia. Kauli mbiu ya urithi wa dunia kwa mwaka huu ni kusherekea siku ya urithi wa dunia na kukuza viongozi wa baadaye, celebrating African heritage, mentoring the leaders of tomorrow. Huyu hapa ni mkuu wa wilaya Karatu, Dr. Lameck Karanga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, mimi nichukue nafasi kushukuru sana kupewa fursa hii kuwa mgeni rasmi kuja kuadhimisha siku hii ya heshima ya kipekee ambayo enact World Heritage ambayo tunaifanya uhifadhi katika Afrika, ambayo inaadhimishwa katika eneo letu maalum ambao ni eneo muhimu lililopo katika jiografia na katika eneo muhimu la Geopark kati yetu sisi na Zanzibar. Nipongeze sana kuona maeneo muhimu, na kama nilivyopitia mabanda nimejionea vivutio vingi vya urithi. Nimeona mji mkongwe wa Zanzibar, nimeona magofu, nimeona michoro na miamba ya Kondoa. Kumbe na Kondoa bwana kuna uhifadhi. Sasa sisi tulioko huku na wenzangu na mimi tuna haja kabisa ya kutangaza miamba, michoro ya Kondoa pia, ili tujue kwamba Kondoa nayo pia kwamba ni sehemu ya uhifadhi. Lakini vile vile kuna pori la Selous, na yenyewe nimepita, nimeangalia. Lakini kilichonifurahisha zaidi, mji wa Kilwa. Ule mji wa Kilwa bwana nilikuwa nausoma kwenye historia, lakini nimefurahishwa zaidi na mwasilishaji amesema ulikuwa na sarafu ya kwake pekee. Lakini nikiwa na wenzangu nimeelezwa zaidi ni mji ambao unaitwa Rapta. Ni mji mzuri sana na sasa hivi umefikiwa, lakini wanauweka katika miji muhimu ambao utakuja kuongeza idadi kutoka 7 pengine kuwa 8 na 9, zikiwa sehemu maalum za uhifadhi na urithi katika tamaduni zetu za utalii. Mimi niwashukuru sana kuleta hii historia, lakini vile vile wanafunzi hawa kufika hapa ni ishara kwamba tumejiandaa kuwarithisha, na wenyewe watawarithisha wengine. Mimi niwashukuru sana. Ngorongoro mmefanya jambo kubwa katika historia ya dunia, na katika ushirikiano nao tulionao na UNESCO imekuwa ni sehemu muhimu ya kivutio na kuhakikisha kwamba watalii wanaotoka maeneo mbalimbali
wanapita kupata elimu, lakini kujifunza mambo muhimu yaliyopo ya urithi wa Mwafrika, hasa katika karne mbalimbali. Sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha utunzaji na uridhishwaji kama nilivyoona. Lakini pia niwapongeze sana TANAPA, namna mmeingia ndani na kuhakikisha kwamba mnaonyesha na nyie kushiriki katika kuhakikisha kwamba tunawarithisha na tunatoa elimu hii kwa vijana na vizazi vijavyo. Kwa niaba ya serikali, mimi niwashukuru sana, na tutakachokifanya sisi kama serikali ni kutangaza huu utalii. Mnafahamu hili ni lango kubwa la utalii. Moja ya mataifa mengi sana yanapita hapa. Karatu ni sehemu ambayo iko katikati. Ukitaka kwenda Serengeti utapita Karatu. Ukitaka kwenda Ngorongoro utapita Karatu. Ukitaka kwenda TANAPA na Manyara utapita Karatu. Dunia nzima sasa inaiangalia Karatu kama center ya utalii ambao ni mkoa wa Arusha. Na katika mkoa wa Arusha hii sasa ndiyo makao makuu ya utalii. Ngorongoro, yani Karatu, ndiyo makao makuu ya utalii. Uwezo ukaitamka Arusha kwenye utalii ukaikwepa Ngorongoro. Na ndiyo maana hata UNESCO waliona umuhimu kuipa alama na kuiongezea umuhimu kwamba iwe katika sehemu zile 3 zilizoko Afrika, na kuhakikisha kwamba inakuwa na vivutio vizuri. Na mimi nimefurahishwa sana na kile mlichokisema kwamba ni eneo pekee ambalo linakidhi vigezo vyote vya uhifadhi, kwa sababu kuna mnyama na kuna binadamu. Basi kiasi hivyo mnasema imekuwa Eden sasa, na mimi nakubaliana na nyinyi. Cha muhimu zaidi tuendelee kuitunza, lakini vile vile tutunze mazingira na tuendelee kufanya vitu vinavyohitajika kuhakikisha kwamba jamii zetu hizi zinazotuzunguka hazipotei, ili ziendelee kuwa kwenye ramani, na sisi tuendelee kuongeza vigezo vya kuhakikisha kwamba tunawarithisha na wenyewe watawarithisha wengine, na sisi tuendelee kuwa katika ramani ya utalii kama tunavyosifika kwenye dunia ya sasa.